Tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine. Pia tunashukuru Jamaatul Khair. Hii ni taasisi zuri ambaye inafanya shughuli zake kwa utaratibu wa hali ya juu na utulivu uliokuwa mkubwa, na kwa sasa leo alhamdulillah tunafikisha maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia chaneli yao Jamaatul Khair Mugiraneza. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri kwa ijtihada zao, na awalipe kila la heri wale wote ambao wanaosapoti taasisi hii Jamaatul Khair Mugiraneza. Tunaendelea na dunia ni nini sehemu ya pili, baada ya kuona kwamba kumbe inawezekana jinsi babu zetu walivyokuja kisha wakatoweka katika dunia hii. Inawezekana baada ya wababu zetu kuja wababa zetu, baada ya wababa zetu kutuzaa na kutulea, tumekuwa alhamdulillah, baadhi yao wameshatoweka na sisi tupo kama mayatima leo tunavyosema kwa lugha nyingine. Kumbe inawezekana na sisi tunaweza tukawa sisi, tukazaa, tukalea, tukafanya harakati hizo zote juu ya mgongo wa ardhi hii, lakini iko siku moja tutatoweka, waja wa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo matendo mazuri ndio ambayo yatakayo kusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wale ambao wanaodai kwamba ujana wao, pesa zao, elimu yao itawafanya wao kukawia wala kutokukawia katika dunia hii, hilo wanajidanganya, kwa sababu ikiwa mwenye elimu anakufa, asiokuwa na elimu anakufa, mwenye pesa anakufa, asiokuwa na pesa anakufa. Na kwa hivyo basi jambo lizuri ni maandalizi ya kuelekea kwa Allah Tabaraka wa Taala, hali ya kuwa tuko tumetakata mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna starehe kama starehe za peponi. Adamu alayhi salatu wasalam alipata starehe nyingi sana, mpaka kuna siku alifikia akamwita mtoto wake, ambaye katika tarehe inasemekana kama huyo mtoto wake na yeye alikuja kuwa nabii baadaye. Alimwita akamwambia mtoto wake Nabiullahi Adamu alayhi salatu wasalam ya kwamba, ewe mwanangu, mimi katika pepo yangu. Adamu anamwambia mwanaye, mimi katika pepo yangu, yani starehe zote nilikutana nazo zote, yani hakuna hata starehe moja yenye Mwenyezi Mungu ameniachia nayo. Yani niliishi maisha ya peponi mpaka sikutegemea kama iko siku naweza nikatoka ndani ya pepo. Lakini siku ambayo Mwenyezi Mungu aliamua mimi nitoke, alinifurusha mara moja na mimi nikawa ni mwenye kutoweka. Na wewe mwanangu, ambaye leo tunazungumza, tuko juu ya mgongo wa ardhi, elewa ya kwamba leo upo na kesho hautokuwepo. Penda gisi unavyotaka kupenda katika ardhi hii, pata starehe za aina yoyote ile zenye unataka kupata juu ya mgongo wa ardhi huyu, lakini iko siku utarudia katika tumbo la nini? Katika tumbo la ardhi. Yani maisha haya ya dunia, wewe ni mpita njia mwanangu, hata upate starehe za aina gani, iko siku Mwenyezi Mungu atakufurusha katika maisha haya. Kwa hivyo lazima mwanadamu uikae na utanabai ya kwamba vyovyote vile venye utakavyotaka kujifanya, jifanye tu, lakini iko siku utatoweka. Na hakuna jambo libaya kama kutoweka katika ardhi hii, hali ya kuwa umeenda hauna lolote wala chochote. Kwa hiyo anza kuhesabu nafsi yako kabla haujahesabiliwa. Walikuwepo wengi kabla yetu na leo hawako. Sisi tupo na tutatoweka, na wengine watakuja. Ahaturi harabandi,
Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe uongofu.